Umefikisha. Tulikuwa tunaongea kuhusu ndugu yetu Paulo kufufua kijana ambaye alikuwa anaitwa Yutiko. Pia ukisoma katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 51 hadi 53 utaona ya kwamba wakati Yesu Kristo alikufa pale msalabani, waumini wengi ambao walikuwa wamekufa walifufuka kutoka kwa makaburi wakati Yesu alikufa msalabani. Na ningetaka tuelewe hapa ya kwanza ya kwamba hizo sehemu za maandiko ambazo nimetaja ambazo zinaongea kuhusu ufufuo wa wafu, tujue ya kwamba wale ambao walihusika katika hizo ufufuo bado walikuja wakakufa tena. Hapo tuweze kuelewa. Yule kijana wa mjane, hata baada ya kufufuliwa na Eliya, alikuja akafa. Hayuko hai wakati huu. Vile vile msichana wa Yairo alikuja akafa baadaye, hata baada ya kufufuliwa. Kijana wa mjane yule wa mji wa Naini bado alikuja akafa. Lazaro bado alikuja akafa baadaye. Tabitha vile vile, Yutiko vile vile. Hata wateule ama waumini ambao walifufuka wakati Yesu alikufa msalabani walikuja wakafa baadaye. Hapo ningetaka tuweze kuelewa, sababu kuanzia hapa ufufuo ambao nitaongea juu yake na uko katika maandiko. Hayo sio mambo yangu, ni mambo ambayo yako katika maandiko. Ni ufufuo ambao mtu akisha husika katika huo ufufuo hafi tena. Ni ufufuo wa utukufu. Ni ufufuo ambapo mtu anaishi milele. Na ukisoma katika Injili ya Marko sura yake ya 16, usome kwa utaratibu, utaona ikiongea kuhusu ufufuo wa Yesu. Sababu Yesu alikufa msalabani na siku ya 3 akafufuka. Utaona ikielezea kwamba Yesu baada ya kufufuka kwake alipokelewa mbinguni kwa Mungu Baba. Na Biblia inasema ya kwamba alipokelewa katika upande wa kuume wa Mungu Baba. Yaani Yesu baada ya kufufuka alienda katika utukufu wa Mungu Baba. Kwa hivyo tunaona ufufuo
ni tofauti na hizi fufuo ambazo nilikuwa nimesema hapo mbeleni. Sababu waliofufuliwa walikuja wakafa baadaye. Lakini Yesu Kristo alipokufa na kufufuka, anaishi milele, hafi tena. Huo ndio unaitwa ufufuo wa utukufu, ama resurrection unto glory. Ukienda usome katika waraka wa Wathesalonike wa kwanza, 1 Thessalonians Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 18. Utaona Biblia ikielezea kuhusu ufufuo wa pili, ama ufufuo wa utukufu, ama ufufuo wa umilele. Na ni vizuri tusome ili tuweze kupata maelezo vizuri. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 18. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to verse 18. Biblia inasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Samahani. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Wacha bado twende tusome katika Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians sura ya 15 tusome mstari wa 51 hadi mstari wa 54. Ni maelezo kuhusu huo ufufuo wa umilele, ama ufufuo wa utukufu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 hadi 54. 1 Corinthians chapter 15 from verse 51 to 54. Biblia inasema hivi: angalieni, nawaambieni nyinyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho.
Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapouvaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuu wapi, ewe mauti, kushinda kwako? U wapi, ewe mauti, uchungu wako? Bwana asifiwe. Tena twende katika kitabu cha Ufunuo, Revelation. Sura ya 20, Revelation chapter 20. Mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Unajua hiki kitabu cha Ufunuo kisoma katika mwanzo wake kimeeleza ya kwamba ni maneno yaliyotoka kwake Mungu, yakaja kwa Yesu Kristo, kutoka kwa Yesu Kristo yakaja kwa malaika. Malaika akapeana huo ujumbe kwa Yohana, na Yohana akaagizwa aandikie makanisa 7 yaliyokuwa maeneo ya Asia. Waraka wa Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Biblia inasema hivi: kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho za hao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo na kwa ajili ya neno la Mungu, nao hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. Nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5. Hao watu waliosalia wakakuwa hai. Hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na watakatifu. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hayo mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani na Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Tunaona katika hizo sehemu 3 za maandiko nimesoma, zinaongea kuhusu kufufuka kwa watu ambao watakufa ama watakuwa wamekufa wakiwa katika Kristo, wakati Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa lake. Ufufuo haujafika tayari. Unaongea kuhusu ni ufufuo ujao, na ni tumaini letu sisi ambao ni wa Kristo, ya kwamba iwapo tutakufa, ingawa Biblia inasema kupumzika,
kama tutapumzika kabla ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kama vile ambavyo Biblia imesema ati heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Sababu kuna ufufuo mwingine. Wale ambao ni wenye haki, wale ambao wakati Yesu Kristo anarudi watakuwa wamepumzika wakiwa wenye haki machoni mwa Mungu. Wale ambao watakuwa wamepumzika wakiwa katika Kristo. Wale ambao watakuwa wamepumzika wakiwa wameokoka hakika. Tunaambiwa heri hawa watakao shiriki, watakao kuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kuwa na Yesu, kuwa katika uwepo na utukufu wake Mungu, kutawala naye miaka 1,000. Ufufuo wa kwanza. Na pia Biblia imeelezea, unajua saa nyingine watu wanachanganyikiwa. Ati sasa sababu inasemekana watu watafufuka ambao watakufa wakiwa wenye haki, na wale ambao watakuwa wanaishi na ni wenye haki. Biblia imeelezea ya kwamba hata katika mahali tumesoma katika Wakorintho imesema ya kwamba sio wote watakaoonja mauti. Sababu wale ambao watakuwa hai wakati Yesu Kristo analijia kanisa, tumeelezewa vizuri sana. Baada ya wale ambao wamekufa wakiwa katika Kristo kufufuliwa na kufikwa miili ya utukufu, kama kufunga na kufungua kwa jicho, wale ambao watakuwa hai wakati huo wakiwa wenye haki machoni mwa Mungu, wakiwa watakatifu, watabadilishwa miili na wafikwe miili ya utukufu. Na Biblia imeelezea vizuri, huu mwili ambao unaozwa ubadilike uwe mwili wa kutooza. Huu mwili ambao unakufa ubadilishwe uwe mwili wa kutokufa, miili ya utukufu. Biblia imeelezea. Kwa hivyo kuna ufufuo wa wenye haki, na huo ndio ufufuo wa kwanza, kwa wale ambao watakuwa wamepumzika wakiwa katika Kristo. Na wale ambao watakuwa wenye haki wakiwa hai Kristo akirudi, hawatakufa, watabadilishwa miili. Miili yao iwe miili ya kutokufa, iwe miili ya kutoharibika na kuoza, miili ya utukufu. Sasa kuna ufufuo wa pili. Unajua watu, kuna msemo nilikuwa nasikianga, ati mtu akifa mambo yake imeisha hivyo. Huo ni uongo. Huo ni udanganyifu wa shetani. Mara wengine wanadanganya kwamba ati mtu akikufa ati nafsi yake inakuja ikiwa mfano wa kitu kingine. Hiyo ni uongo. Biblia inasema ya kwamba kuna ufufuo wa pili. Tumeona ufufuo wa kwanza ni wa wale watu ambao watakuwa wenye haki mbele zake Mungu. Sasa hebu tuone ufufuo wa pili. Unajua, hauwezi funza watu kuhusu jambo la msingi, kuhusu mafunzo ya Kristo ambalo ni ufufuo wa wafu, na uwafunze ufufuo mmoja, ati ufufuo wa wenye haki peke yake. Kuna ufufuo
wa wale ambao sio wenye haki. Kuna ufufuo wa wale ambao majina yao hayatakuwa katika kitabu cha uzima. Hebu tusome tuone. Na huo ndio ufufuo wa kuhukumiwa. Wale ambao hawatakuwa sehemu ya ufufuo wa kwanza, hao watakuwa sehemu ya ufufuo wa pili. Nao watafufuka kwenda katika hukumu. Hapo tuelewe. Kila nafsi, kila mwanadamu, nafsi yake inadumu milele. Tofauti ni kuwa uwe mwenye haki, usiwe mwenye haki, nafsi yako itadumu milele. Uwe unamtambua Mungu ama umtambui, nafsi yako itadumu milele. Lakini wewe wakati unaishi wakati huu, ndiye utakayeamua nafsi yako itaishi wapi. Tutaangalia, tutaona. Sababu tumeshaona ya kwamba wale ambao watashiriki katika ufufuo wa kwanza watadumu milele na milele katika uwepo na utukufu wake Mungu. Naye hawa ambao hawatakuwa katika ufufuo wa kwanza, watakuwa katika ufufuo wa pili. Wacha tuone Biblia inasema nini. Tukisoma tu katika kitabu cha Ufunuo, hiyo tu sura ya 20, tusome mstari wa 11 hadi 14. Tuone Biblia inasema nini kuhusu huo ufufuo mwingine. Revelation chapter 20 verse 11 to 14. Nasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye chini na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu hawakuhukumiwa katika mambo ya hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Na wale wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa watu waliokuwemo ndani, na mauti na kuzimu zikawatoa watu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Unaona, katika hiyo sura ya 20 mstari wa 4 hadi mstari wa 6 tumeona ufufuo wa kwanza, ufufuo wa wenye haki, ufufuo ambao ni heri, ufufuo wa watakatifu. Na watu ambao walishiriki katika huo ufufuo walidumu na kutawala na Yesu miaka 100 kabla ya hukumu. Na tumeona sasa katika mstari wa 11 na 14 wale ambao hawakushiriki ufufuo wa kwanza
Ndio hawa sasa ufufuo wa pili. Sababu inaelezea vizuri sana. Katika mstari wa 12, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yote yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Unaona, wale ambao majina yao hayakuwa katika kitabu cha uzima watahukumiwa. Sababu hapa Yohana alikuwa anaelezewa kuhusu mambo yajayo, na haya mambo hayajafanyika. Yesu Kristo hajalikujia kanisa na hukumu haijafanyika. Tunaelezewa vile ambavyo itakuwa katika nyakati zijazo. Wale ambao sio wenye haki ndio hawa watasimama mbele ya kiti cha enzi, kiti cha hukumu. Kiti cha enzi kikubwa cheupe. Na hii ndiyo watu wengi wanapenda kusema ya kwamba the white throne judgment. Na ujue hawa watu ambao hawatashiriki ufufuo wa kwanza, hao sasa ndio watakuwa katika nguzo ya 6 ya mafunzo kuhusu Kristo, hukumu ya milele na milele. Sababu tumeona ya kwamba wale ambao majina yao hawatakuwa katika kitabu cha uzima, wale ambao hawatashiriki katika ufufuo wa kwanza, watahukumiwa kulingana na matendo yao, kulingana na mambo ambayo yameandikwa katika vile vitabu. Na tumemalizia kwa kuona ya kwamba hatima yao watatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani ziwa la moto, second death. Unajua, sisi ambao tumeamini Yesu Kristo, tukifa katika Kristo, hicho ni kifo cha kwanza, na hatutakutana na kifo kingine. Sababu kifo cha pili ni cha wale ambao majina yao hayatakuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima. Naye sio kifo cha halisia. Biblia imeeleza ya kwamba ni kutupwa katika bahari la moto, Jehanamu. Ni kutupwa katika ziwa la moto. Hicho ndicho kifo cha pili. Kwa hivyo sisi ambao tumeokoka na tutaendelea na imani hadi mwisho, tumeokolewa kutokana na vitu vinne. Na hapa ningetaka kila mtu aweze kusikia vizuri. Tumeokolewa kutokana na dhambi zetu za awali. Jambo la kwanza, sababu Yesu Kristo alisulubishwa msalabani. Yeye ambaye hakuwa mwenye dhambi akapitia hatima ya wenye dhambi, ili wenye dhambi watakao tubu dhambi zao na kumwamini waweze kutakaswa kutokana na dhambi zao za awali.
Jambo la pili ambalo tunaokolewa kutoka kwake, tunaokolewa kutokana na nguvu na utawala wa dhambi katika maisha yetu. Hatuongozwi na dhambi, hatutawalwi na dhambi. Tunaongozwa na Kristo. Tunatawalwa na Roho Mtakatifu. Tunaongozwa naye Mungu. Na ndiposa tunasemanga ya kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi maishani mwetu. Jambo la tatu ambalo tunaokolewa kutokana nalo ni ghadhabu ya Mungu ijayo. Sababu wakati Kristo atalinyakua kanisa lake, soma katika kitabu cha Ufunuo utaona bakuli za ghadhabu ya Mungu zikiachiliwa kwa wale ambao hawatakuwa sehemu ya ufufuo wa kwanza. Kwa hivyo hiyo tumeokolewa naye. Sababu Yesu Kristo atakapokuja, vile Biblia imesema ya kwamba wenye haki ambao watakuwa hai watabadilishwa miili yao, wafikwe miili ya utukufu, waungane na wale ambao walitangulia kufufuka, wamlaki Yesu mawinguni, na watadumu naye milele na milele. Na mwanzo watatawala naye miaka 1000. Kisha sasa wakuje kuhukumu ulimwengu. Sababu wale ambao ni wenye haki, wale ambao watakuwa wamekufa wakiwa wenye haki, watakao shiriki ufufuo wa kwanza, wale ambao watakuwa wenye haki Yesu Kristo akirudi, wabadilishwe mili, hao wamepita hukumu, hawako katika hukumu. Kwa hivyo jambo la nne ambalo tumeokolewa kutokana kwake ni hukumu ya Mungu. Na tumeona ya kwamba wale ambao ni sio wenye haki, hukumu yao ni kutupwa katika ziwa la moto. Kwa hivyo tunaokolewa kutokana na hivyo vitu vinne: dhambi zetu za awali, utawala na nguvu na uongozi wa dhambi. Tumekombolewa kutokana na hizo vitu. Tumekombolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu ijayo. Na pia tumekombolewa kutokana na hukumu ya Mungu ambayo ni kutupwa katika bahari ama ziwa la moto. Na ningetaka ujue hivi: wenye haki wamepita hukumu. Hebu tusome maandiko yaliyoko katika Injili kulingana na Yohana. Hata nikurudia sababu mchungaji Isaac ametufunza hayo. Ukisoma katika Injili kulingana na Yohana sura ya 3 mstari wa 14 hadi 19, utaona, hata nafikiri ni vizuri tuanze 16, sababu hiyo ni misari ambayo inafahamika sana na watu. Wacha tuanzie Yohana 3 mstari wa 16. Tufululize mpaka 10 na wacha turudi nyuma, tuanze 14. Yohana 3:14 hadi 19. Biblia inasema hivyo: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Umesikia? Eternal life in Christ, ama through Christ. Aya, mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee,
bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Unasikia? Biblia inasema vizuri sana. Ati kama vile ambavyo Musa aliinua nyoka jangwani. Unajua Waisraeli walipokuwa jangwani walikasirisha Mungu, naye akawatumia nyoka ambaye walikuwa wakali sana, walikuwa wanawauma. Naye Musa alipolilia Mungu, akaambiwa ya kwamba atengeneze nyoka mkubwa na amuinue juu kwa mpini ama kwa mti, na kwamba yeyote atakayeumwa na nyoka akiangalia yule nyoka aliyeinuliwa juu atakuwa anapona. Sasa huo ulikuwa mfano wa vile ambavyo Yesu Kristo atasulubishwa. Walikuwa naumwa na nyoka sababu ya kumuasi na kulalamikia Mungu, sababu ya dhambi. Walikuwa naumia. Nyoka akatengenezwa na akawekwa juu. Yeyote atakayemwangalia, aliyekuwa akimwangalia, hata baada ya kuumwa na nyoka alikuwa anapona. Vile vile Yesu Kristo aliposulubishwa msalabani, ni ili wanadamu wenye dhambi wakimtazamia, wakimwamini kama dhabihu ondoleo la dhambi, na watubu dhambi zao, badala ya kufa kifo cha pili, wanapata uzima wa milele. Umeona? Alafu sasa Biblia imetuambia kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, alipenda wanadamu katika dhambi zao, na akamtuma Yesu Kristo ili yeyote atakayemwamini asamehewe dhambi zake na aweze kupata uzima wa milele. Alafu inaendelea kusema ya kwamba Mungu hakutuma Yesu Kristo wakati alikuja mara ya kwanza hapa duniani. Hakuja kuhukumu watu, hakuja kama hakimu, alikuja kama mwokozi, ili yeyote ambaye atamwamini asiweze kukutana naye kama hakimu miaka ijayo. Sababu Mungu atahukumu ulimwengu kupitia kwa Yesu Kristo. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba yule ambaye ameamini Yesu Kristo hahukumiwi. Hii hukumu ya Mungu ijayo, yeye hayuko wa kuhukumiwa. Hata kuna mahali nilisoma katika sikumbuki ni kitabu gani cha Injili, ama ni katika nyaraka za Paulo. Ni katika nyaraka za Paulo akiambia watu, nyinyi waumini, haina haja nyinyi mpeleke kesi zenu mbele ya watu wa mataifa, watu ambao hawaamini Mungu.
ati mnapeleka kesi zenu mbele zao wakawaamulie, na nyinyi ni ndugu na dada katika Kristo. Akasema afadhali ndugu yako ama dada yako katika Kristo akunyang'anye kuliko kwenda kumshtaki katika watu wa ulimwengu. Na anauliza, kwani hamjui nyinyi mtahukumu ulimwengu? Si unaona? Katika hiyo miaka ijayo, sababu sisi sio wa kuhukumiwa, na Yesu atakapokuja hatutaachana na yeye milele na milele. Wakati atakuwa akihukumu ulimwengu, tutakuwa pamoja naye tukihukumu ulimwengu. Kwa hivyo yule ambaye hakika ameamini Yesu Kristo, ametubu dhambi zake, amempokea kama Bwana na Mwokozi na kiongozi maishani mwake, huyo sio wa kuhukumiwa. Tusome tena katika Warumi sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Romans chapter 8 verse 1 and 2. Verse 1 to 2. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sikia, Paulo anaeleza vizuri sana hapo. Basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulioko katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Paulo anasema wale ambao wako katika Kristo hakuna kuhukumiwa wakiadhibiwa. Anaongea kuhusu hukumu ijayo. Kwa sababu gani? Na hapa tuelewe huo mstari wa 2. Sheria ambayo inafanya kazi ndani ya huyo mtu ambaye ako katika Kristo ni sheria ya Roho wa uzima wa milele. Roho anayefanya kazi ndani ya mtu aliye katika Kristo ni Roho wa uzima wa milele. Kwa hivyo anafanya kazi ya kukuelekeza katika uzima wa milele ukijisalimisha kwake, ukimkubali. Sehemu ya 2 ya huo mstari wa 2 inasema hivi: mbali na sheria ya dhambi na mauti. Unaona, yeye sheria ambayo inafanya kazi ndani yake ni sheria ya Roho wa uzima wa milele, ambayo imemweka huru, na sio kumweka huru tu, ni kumweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Yaani huyo mtu ambaye ako katika Kristo, huyo mtu ambaye Roho wa uzima anafanya kazi ndani yake, amewekwa huru kutokana na kazi za dhambi ambazo ukirudi nyuma ukiangalia katika sura ya 6 ya Warumi mstari wa 23 inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, second death. Unajua watu wenye haki na wasio haki wanakufa. Hii kifo ambacho ni cha asili, tunakufa wote.
wenye haki na wasio haki, wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu, wanaomtambua Mungu na wasiomtambua Mungu. Lakini sisi ambao ni wenye haki, sisi ambao tunamtambua Mungu, sisi ambao ni wacha Mungu, sisi ambao Roho ambaye anafanya kazi ndani yetu ni Roho wa uzima, sisi ambao tuko katika Kristo, hatutakutana na kifo cha pili, sababu majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Hatutahukumiwa, tumepita hukumu, sababu sisi sio wenye dhambi. Nguvu na utawala na mamlaka ya dhambi haifanyi kazi ndani yetu. Hatujakamilika, tunateleza wakati mmoja na mwingine, lakini hiyo sio hali yetu ya maisha, sababu nguvu za dhambi na utawala wa dhambi haufanyi kazi maishani mwetu. Wacha tusome katika Yohana sura ya 5. Mstari wa 25. 24 hadi 29, tuone Biblia ikielezea kuhusu ufufuo wa kuhukumiwa. Hiyo misali inaongea kuhusu, wacha tusome tuone. Injili kulingana na Yohana sura ya 5 mstari wa 24 hadi 29. Nasema hivi: Amini, amin, nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kuniamini na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni. So nasikia yule mtu ambaye anashika maneno yake Yesu Kristo na kuamini Mungu aliyemtoa ama aliyemtuma Yesu Kristo, ana uzima wa milele, wala haingii katika hukumu. Tunaendelea. Bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Nasikia uzima wa milele. Sasa kuanzia hapo mstari wa 24, hebu tusome mstari wa 25. Tumemaliza huo mstari wa 24, wacha tusome mstari wa 25. Amini, amini nakuambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiayo watakuwa hai. Sasa hiyo inaongea kuhusu ufufuo wa kwanza. Mstari wa 16. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistajabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka. Sasa sikia mstari wa 29 ikielezea sasa watu wote watafufuka, wenye haki na wasio haki,
ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Sasa mstari wa 29 unaelezea, sikia, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Nasikia? Wale ambao watakuwa wamekufa kama wametenda mema, kama ni wenye haki mbele zake Mungu, watafufua kuingia uzimani. Sikia sasa sehemu ya pili. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Biblia imeelezea vizuri. Watu wote ambao watakuwa wamekufa, Yesu atakapokuwa akirudi, mwanzo wale ambao walipumzika ama walikufa wakiwa wenye haki, ama matendo yao yakiwa haki na mema mbele zake Mungu, watafufuka kuingia uzimani. Kuna wale wengine, wale waliotenda mabaya, watafufuka kwa ufufuo wa hukumu. Ni Biblia imesema. Hayo ni maneno yake Yesu Kristo. Kwa hivyo, ndugu na dada yangu na rafiki yangu, wacha kudanganyika. Wacha kuona kama sisi wa Kristo ni wajinga. Wakati tunaachana na raha na anasa za ulimwengu, wakati tunaachana na mitindo ambayo inaenda kinyume na mapenzi yake Mungu na haki na utakatifu wake Mungu, unaona ni kama sisi hatujui mahali tunaelekea. Leo kuna mahali Biblia imesema ya kwamba habari ya wokovu, injili ya wokovu, kwa wale ambao wanapotea inaonekana kama ni upumbavu. Lakini kwetu sisi ambao tumeokolewa, ambao tunaokolewa, ni nguvu za Mungu za wokovu. Alafu hapo mbele inaenda inasema ya kwamba hiyo ambaye mnaona ni upumbavu wake Mungu, sababu habari njema, injili ni yake Mungu, naye watu ambao wanapotea wanaona kama ni upumbavu. Biblia hapo mbele inaenda inasema ya kwamba huo ambao mnasema ni upumbavu wake Mungu imeshinda hekima yote ya ulimwengu. Inasema, sikumbuki kama ni Warumi ama ni wapi, inasema the foolishness of God is wise than all the wisdom of the world. Hiyo injili ya Mungu ambaye mnaona kama ni upumbavu, hiyo injili ambaye tumepokea ikatubadilisha, ikatufungua macho, ikatusaidia kujua Mungu alivyo, inafanya mutuone kama sisi ni wapumbavu. Lakini Biblia inasema ya kwamba huo ambao mnaona kama ni upumbavu umeshinda hekima yote ya ulimwengu. Hebu tafakari hayo. Unajua watu wengi wakisoma ama wakifaulu maishani wanakosea Mungu maana. Hata wanamuita Mungu wa maskini, Mungu wa watu wasiosoma, kwa kejeli. Lakini hiyo ni kudanganyika na shetani. Sababu Mungu ndiye anayepeana hekima.
Mungu ndiye anapeana busara. Kwa hivyo ningetaka tuanze kubadilisha mtazamo ambao tuko nao kuhusiana na neno la Mungu. We umedanganyika na mitindo ya kiulimwengu ya kwamba mambo ya wokovu, mambo ya Biblia, mambo ya Mungu yamepitwa na wakati. Yamepitwa na wakati namna gani? Na Mungu ameongea kuhusu mambo ambayo yamepita, kuhusu mambo ambayo yako, na kuhusu mambo ambayo yajayo. Na anaongea vizuri. Lakini shetani na ule udanganyifu aliodanganya nao wanadamu katika bustani la Edeni, ameleta huo udanganyifu kupitia kwa mitindo. Sababu naona siku hizi yule mtu ambaye anakaa sawasawa na maadili na haki na mtakatifu anaonekana kama ni mjinga. Anaonekana kama hajui dunia inaelekea wapi. Lakini wacha nikwambie unayenisikiza, na nashukuru Mungu sababu tukiendelea kusoma tutaona mambo mawili ambaye ni ya ukweli kuhusu Mungu, na ambaye Mungu hawezi badilika. Hawezi badilika. Mungu yeye mwenyewe hawezi badilika, jambo moja. Na jambo la pili, lile jambo ambaye amesema atafanya haiwezi badilika. Amesema atahukumu ulimwengu. Amesema watu wote watafufuka. Unajua mnadanganyika ya kwamba ufufuo ni wa watu ambao ni wenye haki peke yake. Tumesoma na tumeona kwa Biblia ya kwamba ufufuo ni wa watu wote, wenye haki na wasio haki. Ujue hivyo. Na wewe hebu jiulize, mahali ambapo unaenda kanisa, mahubiri ambayo unahubiriwa, katika hayo mambo 6 ambayo tumeambiwa ni ya msingi kuhusu mafunzo ya Kristo, je, unafunzwa? Kwanza, hata kuna mtu mwingine nilikuwa naongea na yeye ananiambia ati ukisoma kitabu cha Ufunuo ati kichwa inaweza ruka. Mwingine ananiambia kwa wameambiwa ati kama unakula nyama hauwezi soma kitabu cha Ufunuo. Unaona, shetani ameingia mpaka ndani ya watu ambao wanasimama na wanajifanya wanafunzi. Sababu ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona mambo mengi ambayo yajayo, na utaona mambo ambayo yanafanyika saa hii Mungu aliyaongea miaka mingi sana ijayo. Unajua mtu ambaye anaona mahali anaelekea anajichunga, sababu anaona mbele kuko namna gani. Lakini mtu ambaye haoni mbele anatembea tu hivi na hajali na ajipangi. Na ni jambo la kuhuzunisha. Shetani ameingia hata kwa wahubiri na waalimu. Badala ya kufungua watu macho na kuwaelezea kuhusu hukumu ya Mungu ijayo, kuhusu ufufuo wa wafu, wamenyamaza tu hivi. Sababu wakiambiwa wataanza kujitayarisha kuhusu ufufuo na kuhusu hukumu. Na jinsi ya kujitayarisha, unajua hakuna mtu anaweza jitayarisha aingie katika hukumu. Atajipanga asiingie katika hukumu. Naye sasa mtu kama huyo akielezewa mambo ya ufufuo wa wafu, mambo ya hukumu ijayo, ataachana na mambo ya ulimwengu.
hatayaweka mbele. Atayaweka mambo ya haki na utakatifu wa Mungu mbele. Lakini naye wafanyabiashara makanisani na katika dini na dhehebu hawataki watu wafunguke macho. Wanataka washinde wakiwazungusha hapo kama wamewafunga na kamba. Kuna wakati mzee fulani, nikimalizia, tulikutana naye na tukaongea. Na tulivyoongea akaniambia, nimesikia wewe unaweza funza neno la Mungu. Na akaniambia kuna namba hapa nitakupea, upige ili wakupe nafasi katika TV kuhubiri neno la Mungu. Mimi naye nikamuuliza hiyo ni TV gani? Akaniambia. Sasa mimi naye nikaenda katika mtandao kupekua kuhusu hiyo TV. Nikaona ya kwamba wanasema kama utaenda kuhubiri pale, jambo la kwanza, usiongee kuhusu makosa ama dhambi ambazo watu wengine wanafanya. Hata kama mchungaji fulani unaona ile vitu wanafanya haifai, hiyo usiongee. Jambo la pili, ukitengeneza mafunzo ama mahubiri, lazima uwape ndio wapitishe uweze kuhubiri ama kufunza. Na wakiona haingii na venye wanataka, wakutengenezea mafunzo ama mahubiri venye utahubiri. Imagine. Na unaambiwa pia usiongee kuhusu mambo yajayo. Sasa kuna haja gani ya kwenda mahali kama pale? Unatumika pale kuzungusha watu kwa mambo yasiyo na maana. Utumike pale usionyeshe watu mambo yajayo. Kuna haja gani? Hata sikushinda nikipiga hiyo simu, niliona siwezi. Sababu kuna haja gani? Mungu amenipa karama ya kufunza watu wake, kuelezea watu yake, na pia kuhubiria watu ambao wako katika dhambi waachane na dhambi zao, waweze kuhepa hukumu ya Mungu ijayo. Alafu nitumie kufanya kinyume na vile. Hilo ni jambo halifai. Na Mungu atusaidie kuchukua msimamo ulio thabiti na imara kwa sababu ya Kristo, hata kama utatupeleka katika shida na matatizo. Nashukuru Mungu sababu tumeweza kumaliza huo mstari wa pili, na kuanzia wakati mwingine tutaingia katika mstari wa 3. Jina la Yesu na lisifiwe.